Upande wa Jamhuri umefikisha mashahidi 14 kati ya 30 walioahidi kuwafikisha Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam kwa ajili ya kutoa ushahidi wao katika kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Leo mashahidi watatu ikiwemo wawili wa kificho wametoa ushahidi mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dunstan Ndunguru. Mashahidi hao ni H937 Detective Corporal Vincent ambaye ni shahidi wa 12, huku shahidi wa 13 akiwa ni P3 na shahidi wa 14 ni P9 ambao ni wa kificho, wote wakitokea mkoa wa Mbeya. Kwa nyakati tofauti mashahidi hao wakihojiwa na mawakili wa Jamhuri na maswali ya dodoso kutoka kwa mshtakiwa Tundu Lissu walieleza mahakama hiyo namna walivyosikia kauli za kuzuiwa kwa uchaguzi mkuu kupitia simu zao za mkononi. Shahidi wa 12 H937 Detective Corporal Vincent yeye alielezea namna alivyopewa majukumu ya kumkamata mshtakiwa P9 ambaye ni fundi umeme mkazi wa Mbeya. Shahidi huyo aliongozwa na wakili wa serikali mkuu Ignas Mwinuka, ambapo alidai anakumbuka Aprili 5 ya mwaka 2025 alipewa kazi na mkuu wake wa kituo mtafute mshtakiwa P9 ama P9. Katika nukuu yake alisema ya kwamba nilipewa namba zake, niliwasiliana naye kirafiki, nikamwambia ninahitaji huduma ya umeme nyumbani kwangu. Tulivyokutana nikajitambulisha kwake kuwa ni askari polisi, nikampa kitambulisho. Shahidi huyo alidai kwamba alipomwambia P9 ama P9 ya kwamba anamkamata kwa kosa la uchochezi na kuhamasisha kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Katika maswali ya dodoso aliyohojiwa na Lissu, shahidi huyo alidai yeye ni homeboy wa Tundu Lissu na kwamba maelezo ya polisi aliyaandika yeye mwenyewe. Neno homeboy yalimaanisha kwamba yeye na Lissu wanatokea sehemu moja. Lissu alimuuliza shahidi huyo ya kwamba anaijua PGO, yani Police General Order. Shahidi huyo alijibu anaifahamu. Alipopewa PGO hiyo ili aiweze kuisoma, alidai kwamba imeandikwa kwa lugha ya Kiingereza na yeye haijui lugha hiyo. Watu wakaangua kicheko mahakamani. Shahidi mwingine ni P3 ama P3 ambaye yeye ni dereva bodaboda mkazi wa Mbeya, ambaye alidai kuwa yeye ni mfuasi wa Chadema tangu mwaka 2021, ambapo pia anayakumbuka matukio ya Mbalizi Mbeya kwa mwaka 2024 ikiwemo kumpokea aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe. Pia shahidi huyo alieleza mahakama namna alivyoisikia hotuba ya Lissu ambayo ilimhamasisha na kushawishi wenzake kuungana ili wazuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Akihojiwa maswali ya dodoso na Lissu, shahidi huyo alishindwa kuthibitisha uwanachama wake wa Chadema kwa kuwa hana kadi. Pia alidai yeye ni mfuasi wa kiimani na hajui wafuasi wanaorodheshwa wapi. Pia Lissu alimhoji ya kwamba atamwaminije kama ni mfuasi wa Chadema na sio mamluki ama pandikizi la polisi. Shahidi huyo alijibu kwamba hajui. Shahidi wa tatu kuhojiwa ni fundi umeme P9 ama P9 ambaye alielezea namna alivyosikia hotuba ya Lissu kupitia simu yake ya mkononi na alivyokamatwa na jeshi la polisi. Alidai kwamba nakumbuka Aprili 22 ya mwaka 2025 alipigiwa simu ya kwamba anahitajika kituo cha polisi Mwanjelwa, na baada ya kufika akaambiwa anatakiwa awe kama shahidi katika kesi hiyo. Baada ya kutoa ushahidi huo, kesi imeahirishwa hadi Aprili 20 ya mwaka 2026 ambapo Lissu atamhoji maswali ya dodoso shahidi huyo wa mwisho kwa maana ya P9. Mimi naitwa Mikadaba na hizi ni ripoti za kimahakama na hivi ndivyo ilivyokuwa kwa siku ya leo. Nisaidia peke yako. Nakuletea wajibu. Letea fanya tafakari fanya. Hiyo ndio neno kwa watu. Nisaidia wajibu. Bwana. Juma. Jambo bwana. Habari yako? Ndugu yangu. Sasa kaka hujambo? Pole sana. Kuona ba. Tunafurahi kuona wewe. Karibu. Nashukuru. Aidha. Asante. Asante. Ni 199. Ina mwisho.